Tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 kwenye kipimo cha Richter limeikumba Myanmar na kusababisha uharibifu mkubwa na kusambaza mitetemeko hadi Thailand na kusini magharibi mwa China. Kwa mujibu wa shirika la jiolojia la Marekani, tetemeko hilo limetokea hii leo tarehe 28 Machi mwaka 2025 majira ya saa 6:50 mchana kwa saa za Myanmar, na kiini chake kilikuwa ni kilomita 16 kaskazini magharibi mwa mji wa Sagaing, umbali wa kilomita 130 kutoka Mandalay. Litokea kwa kina cha kilomita 10, hali ambayo huongeza madhara kwa kuwa linaathiri uso wa ardhi kwa kiwango kikubwa zaidi. Madhara katika Myanmar: tetemeko hilo limeharibu majengo mengi, barabara na miundombinu muhimu. Katika mji wa Mandalay, msikiti wa kihistoria wa Shwe Phon Shein ulianguka na kusababisha vifo vya watu takriban 10. Naypyidaw, kumbukumbu za video zinaonyesha nyufa kubwa kwenye barabara huku watu wakikimbia kutoka majengo makubwa. Sagaing, daraja la miaka 90 limevunjika likikata mawasiliano ya barabara katika baadhi ya maeneo. Jumla ya vifo, serikali bado inafanya tathmini, lakini ripoti za awali zinaonyesha vifo vya zaidi ya watu 50 huku mamia wakijeruhiwa. Wengi wa majeruhi wanapokea matibabu katika hospitali za Naypyidaw pamoja na Mandalay. Katika athari nyingine nje ya Myanmar ni kule Thailand, ambako katika mji wa Bangkok mitetemeko ilisikika zaidi ya kilomita 960 kutoka Sagaing. Majengo matatu marefu yameathirika na jengo moja la ghorofa 30 katika eneo la Chatuchak Park likiporomoka likiwazika wafanyakazi 40 waliokuwa kazini. Serikali ya Thailand imetangaza hali ya hatari katika mji mkuu. Watu walihisi mtikisiko mkubwa katika jimbo la Yunnan, ingawa bado ripoti za uharibifu hazijatolewa kwa kina. Baada ya tetemeko hilo, tetemeko la pili lenye ukubwa wa 6.4 litokea dakika chache baadaye na kuongeza hatari ya kuanguka kwa majengo yaliyoathirika. Serikali na mataifa ya kigeni yanachukua hatua, huku serikali ya Myanmar imetangaza hali ya dharura katika majimbo 6. Thailand imeanzisha operesheni ya uokoaji na manusura kwa jengo lililoanguka la Bangkok. India imetangaza kuwa tayari kusaidia juhudi za uokoaji na misaada ya kibinadamu. Tetemeko hili linaonekana kuwa moja ya matetemeko makubwa zaidi kwa kutokea katika kanda hii kwa miaka hivi karibuni. Wakati mamlaka zinaendelea na juhudi za uokoaji, hofu inaendelea kutanda, huku uwezekano wa mitetemeko mingine mikubwa katika siku zijazo. Bwana Mashaka, vipi? Habari ya siku bwana. Mbona kwenye ofisi za mikopo tena ndugu yangu? Ndugu yangu Clever, mikopo inanitoa roho. Vipi wewe kwenye madini? Mimi niliachana na hiyo kazi, maana kwanza mgodi uko mbali sana. Alafu gharama za uendeshaji mitambo kwa dizeli zilikuwa juu mno. Ndugu yangu pole sana. Kweli tulipata shida kwa muda, lakini tulipoletewa nishati ya umeme na serikali ya awamu ya 6, imekuwa ni suluhisho kwa changamoto zote hizi. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imefanya kazi kubwa kuleta umeme hadi mgodini. Sasa hivi hatutumii tena mafuta. Mashine zinafanya kazi ya kuchota maji na mchanga kwa ufanisi mkubwa. Gharama za uendeshaji zimeshuka. Tunatumia teknolojia nzuri kwa unafuu. Na watendaji wanafanya kazi kwa furaha, na nisikufiche ndugu yangu, pesa tunapata. Unatufikia nishati ni maendeleo, umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.